alikuwa anaitwa Mheshimiwa Balozi Philip Sanka Malmo, na naamini Malmo anatokea ukanda mmoja na Mheshimiwa Baran Silo. Naam, inawezekana historia ikajirudia kwamba akatoka eneo moja naye. Philip Malmo alikuwa naibu speaker mwaka 1995 mpaka mwaka 2000. Mwaka 2000 mpaka 2005 naibu speaker. Mheshimiwa Spika, naomba kutangaza matokeo ya uchaguzi wa naibu speaker. Matokeo haya yameshuhudiwa na wawakilishi wawili. Kwanza ni Mheshimiwa Sia Pareso kutoka kambi ya wengi na Mheshimiwa Devota Minja kutoka kambi ya wale wachache. Matokeo ni kama ifuatavyo: idadi ya kura zilizopigwa 371, kura zilizoharibika 0, kura za hapana 0, kura za ndio 371. Hivyo Mheshimiwa Daniel Baran Silo amechaguliwa kuwa naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura 371. Katibu, kiapo cha naibu spika. Mheshimiwa mgombea, kiapo. Mimi Daniel Baran Silo na hapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi zangu kama naibu spika wa Bunge. Na katika kutimiza wajibu wa cheo hicho, nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa katiba, kanuni za Bunge na sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano. Na kwa vyovyote vile sitatoa siri za Bunge. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Silo, maneno matatu kushukuru. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa wabunge wenzangu, kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa ajili ya muda huu. Lakini washukuru sana Mheshimiwa wabunge kwa imani kubwa mwenyeonyesha. Naomba niwaahidi tu ushirikiano kwenu na niombe sana ushirikiano kwenu katika kutimiza wajibu huu ambao nimekabidhia siku ya leo. Mheshimiwa Spika, nikuahidi pia ushirikiano mkubwa na kushauri kwa uadilifu mkubwa kwa manufaa ya Watanzania. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Jumatatu mpaka Ijumaa. Mheshimiwa Bunge, kwanza nashukuru kwa ushirikiano
Kazi zote zilizopangwa leo zimekamilika. Asanteni sana kwa namna tulivyoendesha kikao leo, na washukuru sana kwa ushirikiano wenu. Kuanzia Jumatatu kutakuwa na semina. Wabunge mjiandae na semina hizo ambazo ni mafunzo, orientation, wasaidia na kuwakumbusha majukumu ya bunge, kanuni na mambo mbalimbali ya kibunge. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge mpaka kesho saa 9 mchana. Naam, shughuli za bunge zimeahirishwa hapa hadi kesho saa 9 alasiri, na Spika wa Bunge Musa Azan Zungu akiondoka katika ukumbi huu wa bunge, na kesho tunatarajia hapa ugeni mkubwa utakuwa hapa bungeni, na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafika hapa bungeni kulizindua bunge, lakini pia na kulihutubia bunge. Tunafahamu kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye ni sehemu ya bunge hili la Tanzania. Niko hapa na Patson amekuwa akitupitisha kwenye wale manaibu waziri ambao wamehudumu katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Daniel Baran Silo amepata 100% kura zote. Kiukweli sikumbuki kwa mara mwisho lini